Karibu tena msikilizaji kwa mara nyingine katika mwendelezo wa simulizi ya dada Zawadi. Hii ikiwa ni sehemu ya 3. Kabla tujaendelea, naomba nikuombe wewe ambaye bado hujasubscribe kwenye channel yetu, naomba nikuombe sana kusubscribe kwa ajili ya kutusapoti na kufanya channel yetu ikaenda viral, lakini pia kwa ajili ya kusapoti simulizi zetu. Basi naomba nianzie pale ambapo tulishia katika sehemu ya 2 ili kuendelea na sehemu hii ya 3. Katika sehemu ya 2 tulishia pale ambapo Zawadi pamoja na mume wake walitoka kule kijijini kwa kina Zawadi, wakawa wameenda mjini nyumbani sasa kwa Shabiri, na baada ya kufika Zawadi anasema kwamba kuna kitu ambacho alikihisi cha ajabu sana. Ni nini hiki? Nijikuta nikisema hivyo bila hata kujua, kwa sababu mwili wangu baada ya kukanyaga tu chini, nijikuta tu kama kuna kitu ambacho kimepita mwilini mwangu bila kujua ni nini hasa. Lakini nilijifanya kama hakuna kitu ambacho kilitokea. Kwa hiyo nikashuka kabisa kwenye gari, nikasimama. Macho yangu yalikuwa yakitazama mbele, huku moyo wangu ukidunda kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Mbele yangu kulikuwa na jumba kubwa sana la kifahari ambalo lilikuwa limeng'aa, yaani kama limejengwa jana. Madirisha yake yalikuwa ni makubwa. Kulikuwa na bustani ambazo zimezunguka jumba zima, ambazo zilikuwa zimepangwa kwa ustadi wa hali ya juu, na katikati kulikuwa na chemchemi ya maji iliyokuwa ikiruka juu kwa mpangilio wa kutulia. Niligeuka huku na kule kuangalia mazingira yake. Nikasema, Shabiri mume wangu, hapa ni wapi? Mbona kama naona niko kwenye dunia nyingine kabisa? Shabiri akacheka kidogo. Akaniambia tumefika nyumbani, kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Nikasema nyumbani kwa nani sasa? Akaniambia utaona tu. Mbona una haraka hivyo mke wangu? Na ndio kwanza umefika. Wewe unadhani kutakuwa ni nyumbani kwa nani? Jibu lake kwa kweli liliniacha na maswali mengi zaidi. Sasa Dickson, yule mwanaume ambaye tulikuja naye, alikuwa amesimama pembeni akinitazama kwa kitabasamu. Akasema karibu Kito. Nikamwambia asante Dickson. Kiukweli bado nilikuwa nikiangaza macho yangu kila upande. Ghafla walinzi wawili ambao walikuwa getini wakasogea karibu na sisi. Na walipofika tu pale karibu, waliinamisha vichwa vyao kama ishara ya kusalimia hivi. Ndipo Shabiri akaweka mikono yake kwenye vichwa vyao, afu akainua vichwa vyao na kuondoka. Yaani hawakuongea chochote. Kiukweli mimi binafsi nilishindwa kuelewa ni nini kile. Kwa hiyo ikabidi nimuulize Shabiri. Nikamwambia mume wangu, nini hiki kinachoendelea? Mbona sijaelewa? Akaniambia ni salamu tu. Nikasema sasa hiyo ni salamu gani? Mbona hawakuongea chochote? Maana hata hawakuulizia kuhusu hali yako. Akasema wale walinzi wote unawaona humu ndani, hamna hata mmoja anayeweza kuongea kwa sababu wote ni mabubu. Nikasema lakini kwa nini umeajiri watu ambao hawawezi kuzungumza? Shabiri akatabasamu kidogo. Akaniambia mke wangu, ulemavu sio sababu ya mtu kunyimwa nafasi ya kufanya kazi. Watu wengi sana waliwakataa kwa sababu hawawezi kuongea, lakini mimi niliwapa nafasi. Kwa kweli nilinyamaza kwanza, na kwa mara ya kwanza nilihisi aibu kidogo kwa swali langu. Nikamwambia samahani mume wangu. Akaniambia hakuna shida, hata wewe mwenyewe hukujua. Kiukweli ile jibu lilinifanya nisioje tena, kwa sababu ni kama nilifanya ubaguzi wa kwamba kwa kuwa hawaongei basi hakukuwa na haki ya kuwapa kazi. Basi baada ya hapo tuliingia ndani. Nilipoingia tu nilibaki nimesimama. Sebule ilikuwa kubwa kuliko nyumba nzima ya wazazi wangu. Yaani kulikuwa na sofa za kifahari, mapazia mazuri, kulikuwa na televisheni kubwa sana pamoja na vitu vingi tu ambavyo mimi sikuwahi kuviona kwa ukaribu. Nikasema Mungu, ama kweli kuna watu ambao wanaishi, alafu kuna sisi ambao tunawasindikiza wenzetu. Yaani nilijikuta nikiongelea moyoni kwangu. Dickson akacheka. Akasema huu ni mwanzo tu Kito. Maana naona kama uamini hivi. Nikauliza mwanzo wa nini? Akaniambia mwanzo wa maisha mapya ambayo hukuwahi kuyafikiria. Shabiri akamwangalia Dickson kwa macho ya kumzuia kuendelea kuongea. Yaani alimkata jicho. Na Dickson aliamua kunyamaza.
Kiukweli ile jambo sikulielewa vizuri, lakini niliona wazi kwamba kuna kitu ambacho alikuwa ananificha. Baada ya muda mfupi nilipelekwa kwenye chumba ambacho nilitakiwa kupumzika. Nilipoingia humo nilihisi kama nimeingia hotelini jamani. Kitanda kilikuwa ni kikubwa sana. Kulikuwa na ubaridi kama ule ambao ulikuwa kwenye gari ambao tulikuwa tumekuja nayo. Kulikuwa na kabati kubwa na hata bafu lake lilikuwa zuri kuliko hata chumba changu cha kijijini. Nilikaa pembeni ya kitanda huko nikishika kichwa. Nilikuwa najiuliza. Nikasema sasa jamani, hivi ni kweli haya ndo maisha ya Shabiri? Sijui niseme nina bahati au niseme nina nini? Kadri nilivyokuwa nazidi kufikiria ndivyo nilivyozidi kugundua kwamba sikuwa namjua mume wangu kama nilivyokuwa nadhani. Nilijua sauti yake, nilijua upendo wake pia, lakini kuhusu maisha yake halisi ilikuwa ni siri kubwa sana mbele yangu. Na wakati nikiwa nimezama kwenye mawazo, ghafla macho yangu yakatua kwenye picha kubwa iliyokuwa ukutani. Nilisimama taratibu nikaisogelea. Moyo wangu kaanza kwenda kasi. Kwa sababu kiukweli mtu ambaye alikuwa kwenye ile picha alikuwa ni Shabiri, lakini hakuwa peke yake. Alikuwa amesimama katikati ya watu wengi sana waliovalia suti za gharama. Huku nyuma yao kukiwa na nembo kubwa sana ya kutisha ambayo sikuielewa kabisa ilikuwa ni nembo ya nini. Na nilipoangalia vizuri ile nembo ambayo ilikuwa nyuma yao pia ilikuwa kwenye suti zao ambazo walikuwa wamezivaa. Nikajiuliza ni nini maana yake. Nilijiuliza huku nikihisi maswali yangu kuongezeka zaidi na zaidi. Na nilijiuliza huku nikiwa naangalia ile picha kwa makini zaidi. Kadri nilivyozidi kuitazama ndivyo maswali yangu yalivyozidi kuongezeka kichwani kwangu. Nilisogea karibu zaidi. Nikijaribu kusoma maandishi yaliyokuwa chini ya picha, lakini sikufanikiwa. Ghafla mlango wa chumba ukafunguliwa. Nilistuka nikageuka haraka sana. Alikuwa ni Shabiri. Alinitazama akatabasamu. Akasema, mke wangu, mbona hujapumzika? Mimi nikarudisha macho yangu kwenye ile picha. Nikasema, mume wangu, hii picha ni ya nini? Shabiri aliangalia kwa sekunde chache, afu akacheka kidogo. Akasema, "Oh, hiyo." Nikamwambia, "Ndio hiyo." Akaniambia ni picha ya zamani tu. Nikamwambia, ya zamani kivipi? Akaniambia, "Nitakuja kukueleza siku nyingine. Leo nataka upumzike kwanza kwa sababu safari ilikuwa ni ndefu." Jibu lake alikuniridhisha hata kidogo. Nilihisi wazi kwamba alikuwa anaficha kitu, lakini sikuona sababu ya kuendelea kugombana naye kwa wakati ule. Kwa hiyo nikaamua kuachana na ile mada ipite. Basi baada ya hapo tuliendelea kuzunguka maeneo mbalimbali ya lile jumba. Kadri nilivyokuwa nazidi kuona sehemu mpya, ndivyo mshangao wangu ulivyozidi kuongezeka. Kila kitu kilikuwa ni cha hali ya juu. Yaani kuanzia samani, mapambo, mpaka bustani zilizokuwa zimezunguka ile nyumba. Lakini pamoja na uzuri wote huo, kulikuwa na jambo moja ambalo lilinitatiza sana. Ile nyumba ilikuwa kimya, yaani kimya cha ajabu. Tulitembea sehemu nyingi sana, lakini sikuona mtu yoyote yule zaidi ya wale walinzi wawili waliokuwa getini. Hakukuwa na watoto, hakukuwa na wanawake wa kazi, hakukuwa na wazee wala ndugu wa familia. Yaani mwisho nikashindwa kuvumilia. Nikasema, mume wangu, mbona jumba lote hili alafu hakuna hata ndugu zako, unaishi mwenyewe? Shabiri alinitazama kwa sekunde kadhaa kabla ya kujibu. Akaniambia, kwa nini unauliza hivyo? Nikamwambia kwa sababu nyumba hii ni kubwa sana, lakini inaonekana kama hakuna watu ambao walikuwa wanaishi humu. Mfano labda ndugu zako au hata mtu yoyote wa kusaidia chochote zaidi ya hawa walinzi. Shabiri alitabasamu. Akasema, Kito, kila mtu ana maisha yake. Wengine wanaishi sehemu zao, wengine wana shughuli zao, na wengine wapo nje ya nchi kabisa. Kwa hiyo sio rahisi kuishi kwa mtu hali ya kuwa wenyewe wanajiweza. Nikamwambia sawa, lakini natamani kuwaona ndugu zako. Si unajua tena jamani, nimeshakuwa mke wako. Shabiri akaniambia, usijali, taratibu utawafahamu wote. Basi baada ya kusema hivyo alibadili mada kabisa na kuanza kunionyesha maeneo mengine ya nyumba. Na mimi sikutaka kuendelea kumuuliza maswali mengi kwa wakati ule. Usiku ulipoingia ndipo nilipoanza kuhisi tofauti ya kuishi kwenye lile jumba. Chumbani tulikolala kulikuwa ni kuzuri sana.
Lakini sasa kila nilipokuwa najaribu kufumba macho yangu, nilihisi kama kuna ukimya mkubwa sana ndani ya ile nyumba. Mara kwa mara nilikuwa nasikia sauti ya upepo ukivuma madirishani na kufanya moyo wangu ushtuke. Hatimaye usingizi ukanipitia. Asubuhi ilipofika nilishtuka baada ya kusikia sauti ya Shabiri. Aliniambia, amka mke wangu. Nikafumbua macho yangu taratibu. Nikasema, niambie mume wangu. Akaniambia, mimi natoka kidogo. Nikamuuliza, unaenda wapi? Akaniambia, kwa dokta, nataka kuangalia maendeleo ya hali yangu baada ya ile ajali. Nikamwambia, basi ngoja niende na mimi. Akatikisa kichwa akaniambia, hapana. Safari hii pumzika tu. Mimi nitarudi muda si mrefu. Sikutaka kubishana naye. Baada ya kujiandaa yeye pamoja na Dickson waliondoka. Basi hapo sasa nikawa nimebaki peke yangu ndani ya lile jumba kubwa. Mwanzoni nilikuwa nimekaa sebuleni huko nikiangalia TV. Lakini baada ya muda nikaanza kuchoka sana. Yaani nikajikuta nikisimama na kuanza kutembea huku na huku, nikichunguza ile nyumba kwa utulivu. Nitembelea korido ndefu, vyumba vikubwa pamoja na sehemu mbalimbali ambazo sikuwa nimeziona vizuri jana. Kadri nilivyoendelea kuzunguka ndivyo nilivyozidi kugundua kwamba lile jumba lilikuwa kubwa kupita maelezo. Wakati nikiwa naendelea kutembea kuelekea upande wa nyuma ya nyumba kulikokuwa na bustani kubwa ya maua, ghafla masikio yangu yakadaka sauti ya watu wakiongea. Nikabaki nimesimama. Mwanzoni nilidhani labda nilikuwa nimekosea kusikia, lakini baada ya sekunde chache nikasikia tena. Safari hii sauti ilikuwa wazi kabisa. Nilisikia inasema, unafikiri huyu mwanamke anajua chochote kuhusu maisha ya Shabiri? I say. Kwanza mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda kasi sana. Hebu imagine, upo kwenye jumba kubwa kama hilo nilokuelezea na uko peke yako, unajua kabisa kwamba hakuna mtu mwingine mle ndani zaidi ya wale walinzi walioko nje na wenyeji wako tayari wameshaondoka. Halafu na wale walinzi uliambiwa kwamba ni mabubu, hawawezi kuongea. Halafu sasa unasikia watu wanaongea kama hivyo na hujapokea mgeni wowote. Basi mimi bila kujua nilianza kusogea taratibu kuelekea upande ule sauti ilipokuwa inatokea. Nilijificha nyuma ya ukuta mfupi uliokuwa karibu na bustani, nikachungulia. Nilichokiona kwa kweli kilinifanya nibaki nimeduaa. Walikuwa ni wale walinzi wawili, wale ambao jana Shabiri aliniambia kwamba hawezi kuzungumza, lakini muda huo walikuwa wakiongea kawaida kabisa. Mmoja wao akatikisa kichwa akasema, mimi sijui, kwa sababu kwenye mapenzi unaweza ukafanya chochote hasa ukipenda. Mwenzake akashusha pumzi ndefu akasema, ni kweli. Basi mimi nilihisi mwili wangu wote ukisisimka. Kama hawa ni mabubu, sasa wanawezaje kuongea? Nizidi kusikiliza kwa makini huku moyo wangu ukidunda kwa nguvu. Ndipo mmoja wao akasema maneno ambayo yalinifanya nihisi baridi kali sana ikipita mwilini mwangu. Alisema, haya, si tunyamaze tu tuone nini ambacho kitatokea kwa huyu mwanamke. Alivyosema hivyo mwenzie alitikisa kichwa kwa huzuni. Akasema, sijui, lakini kwa sasa bora tuendelee na kazi yetu. Baada ya kusema hivyo aliinuka na kuanza kuondoka. Mimi nilibaki nimesimama pale pale, nimeganda kama sanamu. Na kwa mara ya kwanza toka nimefika kwenye lile jumba, nilihisi hofu ya kweli. Kwa sababu sasa nilikuwa na uhakika wa jambo moja tu. Kuna mtu alikuwa ananificha ukweli mkubwa sana. Na ule ukweli ulimhusu Shabiri. Baada ya wale walinzi kuondoka nilibaki nimesimama pale kwa muda mrefu sana, huku mawazo yangu yakizidi kuongezeka kichwani. Nilikuwa na uhakika kabisa kwamba nilichokisikia hakikuwa ndoto wala hayakuwa makosa ya masikio yangu. Wale watu walikuwa wakizungumza vizuri kabisa, wakati jana Shabiri aliniambia kwamba hawezi kuzungumza. Hiyo ni kitu ambacho kwa mtu mwingine yoyote mwenye akili timamu kingemnyima amani jamani. Basi nilianza taratibu kurudi ndani ya nyumba, huku moyo wangu ukiwa mzito sana. Kila hatua nilikuwa naipiga ilionekana kama inanifanya nizidi kufikiria lile jambo. Nilijaribu kujipa sababu mbalimbali kwamba labda sikuelewa vizuri mazungumzo yao au labda Shabiri alikuwa ananitania jana. Lakini kadri nilivyozidi kufikiria ndivyo nilivyozidi kuona wazi kwamba kuna jambo ambalo lilikuwa linafichwa mbele yangu.
Nilipofika sebuleni nilikaa kwenye moja ya sofa kubwa zilizokuwa pale, huku macho yangu yakitazama upande wa mlango mkuu. Ile nyumba kubwa ilionekana tulivu sana, yani tulivu kupita kawaida, na ukimya wake ulianza kunifanya nihisi uoga kidogo. Na kwa mara ya kwanza tangu nifike pale, nilianza kujihisi kama mgeni ndani ya sehemu nisioielewa. Muda ulizidi kwenda, huku nikisubiri Shabiri arudi. Mara kwa mara nilikuwa nikitazama saa iliyokuwa ukutani, lakini muda ulikuwa unaenda taratibu sana. Mimi nilijaribu kuwasha television, lakini mawazo yangu hayakuwa pale. Kila nilipokumbuka mazungumzo ya wale walinzi, moyo wangu ulianza kwenda kasi sana. Baada ya masaa kadhaa kupita, hatimaye nilisikia sauti ya gari ikiingia ndani ya eneo la ile nyumba. Haraka nikasimama na kuelekea dirishani. Nilimwona Shabiri akishuka pamoja na Dickson. Kwa kawaida nilitakiwa kufurahi kumuona, lakini safari hii nilijikuta nikimtazama tofauti sana. Nilikuwa na maswali mengi, maswali ambayo sikujua kama ningepata majibu yake kwa urahisi. Baada ya muda mfupi mlango ukafunguliwa na Shabiri akaingia ndani akiwa anatabasamu, huku mkononi akiwa amebeba mfuko ambao sikujua ulikuwa na nini. Niliinuka na kwenda kumpokea mume wangu ule mzigo, kisha nikaweka mezani. Nikamkaribisha ili aweze kukaa kwenye sofa. Akaniambia, mke wangu, siku yako imekuwaje? Nikamwambia ilikuwa nzuri tu, namshukuru Mungu. Akaniambia, nzuri wapi wewe mwanamke? Hebu acha kunitania basi. Nikamwambia, sana kutania nini mume wangu wakati mimi nakwambia ukweli. Akaniambia, unasemaje siku yako imeenda vizuri wakati hujapata chakula mpaka saa hizi? Nikamwambia ni kweli, ila kukaa kwenye jumba kama hili tena kwa mtu nimpendaye, hiyo ni shibe tosha kwangu. Akaniambia sawa, ila humo nimekuja na chakula. Kwa hiyo chukua sahani uweke ili tuweze kula. Lakini mbona unaonekana kama kuna jambo ambalo nalifikiria? Baada ya kusema vile mume wangu nilihisi kama nimuulize moja kwa moja kuhusu wale walinzi. Lakini nikakumbuka kwamba bado sikujua ukweli wote, kwa hiyo nikajizuia. Nikamwambia hapana, nilikuwa nimechoka tu. Akanitazama kwa sekunde kadhaa, kana kwamba mtu ambaye anajaribu kusoma mawazo yangu. Akasema, kitu, una uhakika kwamba hakuna kitu ambacho kinakusumbua? Nikamwambia mimi nipo kawaida tu. Labda ni kutokana na uchovu wa safari na kuwa mpweke kwenye hii nyumba. Labda ndio maana unaniona kama niko tofauti. Basi baada ya kusema hivyo nilijilazimisha sana kutabasamu. Na yeye akaonekana kuridhika na jibu langu. Kwa hiyo nikaenda jikoni na kuchukua sahani na kwenda kuweka kile chakula. Ilikuwa ni chipsi mayai pamoja na kuku mzima. Akaniambia niende kwenye friji nikachukue juisi. Basi baada ya hapo tukaanza kula kwa pamoja. Jioni ilipoingia Shabiri akatoka tena na kwenda kununua chakula kwa sababu aliniambia kwamba muda wa mimi kupika bado. Tulikaa pamoja kwa muda mrefu sana tukiongea mambo mbalimbali. Mara kwa mara nilikuwa nikimwangalia usoni nikijaribu kugundua kama labda kweli kuna jambo ambalo alikuwa ananificha. Lakini kila nilipomtazama nilimwona yule Shabiri ambaye nilimjua kupitia wrong number. Nilitamani jambo moja tu kutoka kwa mume wangu, kwa hiyo ilibidi niongee naye. Nikamwambia, mume wangu, mimi kuna kitu nataka nikwambie, ila samahani. Akaniambia, bila samahani, wewe niambie tu. Umenioa bila hata ndugu yako mmoja yeyote kuwepo. Kwa nini kesho usinipeleke kwa ndugu zako, hasa baba na mama yako, ili niweze kuwafahamu na mimi wanifahamu? Akaniambia, ni jambo zuri sana, ila sio kwa kesho. Nataka upumzike kwanza na kuzoea hapa nyumbani, kisha ndio nianze kukupeleka huko unapotaka. Nikamwambia sawa, wewe ni muamuzi na kusikiliza wewe. Kwa sababu tangu nifike sikuwapigia wazazi wangu, kwa hiyo ilikuwa ni wakati wa kuwapigia simu na kuambia yote ambayo nimeyakuta kule, kwamba niko salama kabisa. Walifurahi sana baada ya kusikia niko salama na nina furaha kule nilipo. Usiku ulipoingia tulienda kulala, lakini usingizi haukunijia haraka. Nilikuwa nimegeukia upande wangu, huku nikimsikia Shabiri akivuta pumzi za usingizi pembeni yangu. Mawazo yangu yalikuwa ni mengi sana, kiasi kwamba nilijikuta nikitazama dari kwa muda mrefu. Sikujua ni saa ngapi hasa, ila msikilizaji, kama unavyojua usingizi, yani ulinipitia tu, sikujua nimelala saa ngapi.
Nikajikuta nimeamka tayari ni asubuhi. Mume wangu tayari alikuwa ameshaamka na alikuwa bafuni anaoga. Lakini kuna jambo moja ambalo lilinipa maswali mengi sana bila kupata majibu juu ya mume wangu. Yaani siku zote zile 3 ambazo tulilala pamoja, hajawahi kunigusa kabisa mwili wangu na wala hata kunikumbatia. Yaani hajawahi kabisa. Nilibaki nimelala kitandani huko nikitazama dari kwa muda mrefu sana. Mawazo yangu yalikuwa mengi sana kuliko kawaida. Kwa siku zote 3 ambazo nilikuwa nimelala na Shabiri, yaani 1 kule nyumbani na 2 pale kwa Shabiri, kulikuwa na jambo moja ambalo lilikuwa linanitatiza sana moyoni mwangu. Shabiri alikuwa hajawahi kunigusa kabisa. Kadri nilivyokuwa nazidi kufikiria lile jambo ndivyo nilivyozidi kuchanganyikiwa. Huyu ndo mwanaume ambaye alisafiri umbali mrefu sana kuja kunizuia nisiolewe na Diso. Huyu ndo mwanaume ambaye alilipa pesa nyingi kiasi kile bila hata kufikiria mara mbili. Na huyu ni mwanaume ambaye alisema kwamba ananipenda kuliko chochote duniani. Lakini sasa tulikuwa tunaishi chini ya paa moja. Tulikuwa tunalala chumba kimoja. Tulikuwa tayari ni mume na mke. Lakini sasa bado alikuwa mbali na mimi kwa namna ambayo sikuielewa. Nilijaribu kujipa majibu mbalimbali. Na wakati mwingine nilisema labda ni kwa sababu ya ile ajali. Wakati mwingine nilisema labda bado ana maumivu. Lakini alikuwa anacheka, alikuwa anaongea vizuri na alikuwa anatoka nje. Alikuwa anafanya kila kitu kama kawaida. Hata kwa nini alikuwa ananiweka mbali kiasi kile? Ila kadri nilivyokuwa nazidi kuwaza, ndivyo nilivyozidi kukosa majibu. Yale mawazo yaliendelea kunizunguka mpaka mlango wa bafu ulipofunguliwa. Shabiri akatoka akiwa amevaa kaptula tu, huku akifuta nywele zake kwa taulo. Aliponiona nimemkodolea macho akatabasamu. Akaniambia, mke wangu, mbona unanitazama hivyo? Nikamwambia, mimi nakuangalia tu mume wangu, kwani kuna kosa? Akaniambia, hapana, kuna kosa. Kwani kuna kitu ambacho nakifikiria? Mimi nilitabasamu kidogo. Nikamwambia, sasa naume kwaje mtabiri wa kuwaza kwamba nina kitu nafikiria? Akaniambia, kwa sababu nakujua. Ukiwa na furaha najua, ukiwa na huzuni najua, na hata ukiwa na mawazo mimi najua. Baada ya kusema hivyo akakaa pembeni yangu kitandani. Akasema, Kito, kuna jambo linakusumbua? Nilitaka kumuuliza moja kwa moja, lakini nilishindwa jamani. Kwa sababu sikutaka aone kama namchunguza. Nikamwambia hapana. Akaniuliza, una uhakika? Nikamwambia ndio. Akanitazama kwa sekunde kadhaa afu akatikisa kichwa chake. Akaniambia, sawa kama unasema hivyo. Baada ya mazungumzo mafupi Shabiri alivaa nguo zake, kisha tulitoka chumbani na kwenda sebuleni. Tulikunywa chai pamoja ambayo sikujua kama alipika yeye au ililetwa na mtu. Tuliongea mambo ya kawaida. Lakini moyoni mwangu bado kulikuwa na maswali mengi sana. Nilitaka kuwafahamu ndugu zake, nilitaka kujua kazi anayofanya, na zaidi ya yote mimi nilitaka kujua ni kwa nini kila mtu aliyekuwa karibu yake alionekana kama kuna kitu anachokificha. Baada ya kumaliza chai nikamgeukia. Nikamwambia, mume wangu, jana nilikwambia kwamba natamani kuwafahamu ndugu zako. Akaniambia, nakumbuka. Nikamwambia, basi leo twende hata kwa wazazi wako. Akaweka kikombe chini taratibu. Akasema, Kito, mbona una haraka hivyo? Nikamwambia, haraka gani tena? Mimi sasa hivi ni mke wako. Akatabasamu kidogo, akaniambia, ni kweli. Nikamwambia, sasa tatizo ni nini? Akaniambia, hakuna tatizo, ila muda ukifika utawafahamu wote. Lile jibu kwa kweli halikunipa kitu kipya. Lilikuwa ni jibu lile ambalo alikuwa akinipa kila nilipouliza kuhusu familia yake. Lakini sikuendelea kumbana. Baada ya muda mfupi simu yake ikaita. Alizungumza kwa dakika chache kisha akasimama. Akaniambia, nitachelewa kidogo leo kurudi. Kwa hiyo kuhusu chakula kuna mtu atakuletea. Nikamwambia, unaenda wapi? Akaniambia, kuna jambo ambalo natakiwa kulimaliza. Nikamwambia, sawa. Nikamwambia, sawa mume wangu. Lakini Dickson leo sijamuona, yuko wapi? Akaniambia, yeye kashaenda kazini tayari. Basi akanibusu kwenye paji la uso kisha akaondoka. Nilibaki peke yangu tena ndani ya lile jumba. Mwanzoni nilikaa sebuleni nikitazama television, lakini baada ya muda nikaanza kuchoka. Ukimya wa ile nyumba ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba wakati mwingine nilikuwa nasikia hata sauti ya kiyoyozi kikifanya kazi. Wakati mwingine nilikuwa nikimpigia simu rafiki yangu Pili
ili tu angalau kupata kuongea naye, yaani kupata company. Nikaanza kutembea huku na huku. Nikapita kwenye korido ndefu, nikafungua vyumba kadhaa. Baadhi vilikuwa ni vyumba vya wageni, baadhi vilikuwa na makabati makubwa. Kimoja kilikuwa na vitabu vingi sana. Kadri nilivyozidi kuzunguka ndivyo nilivyozidi kugundua kwamba bado sikujua vizuri ile nyumba. Nilipofika upande wa nyuma wa ile nyumba, yaani nje, ndio macho yangu yalipotua kwenye mlango mmoja mkubwa sana wa mbao. Ule mlango ulikuwa tofauti kabisa na mengine yote. Kwanza ulikuwa ni mlango wenye kung'aa sana. Pili ulikuwa umefungwa kwa mfumo wa kisasa ambao sikuwa nimewahi kuuona. Nilisimama mbele yake huko nikiutazama kwa muda. Nikasema sasa hapa kuna nini? Nilijiuliza mwenyewe. Kwa namna fulani hivi nilihisi kama mlango ule ulikuwa ni muhimu sana. Nikashika kitasa ili nijaribu kuufungua, lakini haukufunguka. Nikajaribu tena kwa nguvu kidogo, lakini bado sikufanikiwa kuufungua. Nilipokuwa nataka kuendelea kuchunguza, ndipo ghafla nikasikia sauti za hatua za mtu nyuma yangu. Nikageuka haraka. Nilipoangalia ni nani, nikamwona ni mmoja wa wale walinzi. Alisimama umbali mfupi kutoka nilipokuwa mimi, huku uso wake ukionyesha wasiwasi mkubwa sana. Kwa sekunde chache tulitazamana bila mtu yoyote kuongea. Basi akaongea tu kwa sauti ya heshima sana. Shemeji, tafadhali ondoka hapo na usije ukajaribu kufungua huo mlango. Nilihisi mshangao sana. Kwa sababu ni mara ya pili sasa nasikia akiongea, wakati Shabiri aliniambia kwamba wale wote hawawezi kuzungumza. Nilimuuliza kwa nini sifungue, lakini hakunijibu chochote. Na hata nilipomuuliza kwa nini niliambiwa kwamba hawezi kuzungumza wakati sio kweli, lakini pia sikujibiwa chochote. Yule mlinzi akaonekana akachanganyikiwa. Macho yake yakahamia kwenye mlango kisha akarudi kwangu. Akaniambia, mama, naomba usiniulize. Nikasema ndani kuna nini? Na kwa nini nilidanganywa? Kwa hiyo nani ambaye anasema ukweli? Ni wewe au ni Shabiri? Yule mlinzi akaanza kuonekana mwenye hofu zaidi. Yaani kana kwamba kila swali nilomuuliza lilikuwa linamweka kwenye matatizo makubwa. Baada ya sekunde kadhaa akasema kwa sauti ya chini sana, mama, kuna mambo ambayo ni bora usiyajue kwa sasa. Yale maneno kwa kweli yalifanya mapigo ya moyo wangu yaongezeke. Nikamwambia kwa hiyo kweli kuna kitu ambacho nafichwa Hakujibu chochote kile. Akageuka na kuanza kuondoka. Hata nilipomwambia kwamba asimame hakutaka tena kunisikiliza. Aliendelea kutembea mpaka sehemu yake ya kazi, yaani getini. Mimi nikabaki nimesimama pale pale peke yangu. Macho yangu yakahamia tena kwenye ule mlango. Na kwa mara ya kwanza kabisa toka nimefika kwenye lile jumba, nilihisi kwa moyo wangu wote kwamba majibu ya maswali mengi sana yaliyokuwa yananisumbua yalikuwa yamejificha nyuma ya ule mlango. Nilibaki nimesimama mbele ya ule mlango huko nikihisi maswali yakiongezeka zaidi na zaidi kichwani kwangu. Na kadri nilivyokuwa nikizidi kumtazama yule mlinzi akiondoka, ndivyo nilivyozidi kuona wazi kwamba kulikuwa na jambo kubwa sana nililokuwa nafichwa ndani ya ile nyumba. Nilitamani kumwacha aende zake, lakini moyo wangu haukukubali. Basi nikaanza kumfuata haraka. Nikamwambia subiri. Nilimuita kwa sauti, lakini hakusimama. Yaani aliendelea kutembea kuelekea getini, kana kwamba hakunisikia kabisa. Nimesema simama. Safari hii niliongeza mwendo, huku yule mlinzi akageuka kidogo kuniangalia, lakini bado hakuonekana tayari kuzungumza. Akaniambia, shemeji, naomba sana uniache please. Nikasema nikuache? Kwanza nimedanganywa kwamba nyinyi ni mabubu. Sasa nataka kujua ukweli. Akasema, shemeji, tafadhali sitaki matatizo mimi. Nikamuuliza ndani ya kile chumba kuna nini? Hakunijibu. Nikamwambia, na kwa nini unaogopa kuniambia? Yule mlinzi alionekana kuzidi kuchanganyikiwa. Alifungua mdomo kana kwamba anataka kusema jambo, lakini kabla hata hajazungumza, ghafla sauti ya honi ikasikika nje ya geti. Mimi pamoja na yule mlinzi tukageuka kwa wakati mmoja. Moyo wangu ulishtuka sana. Jambo la kwanza ambalo lilinijia kichwani kwangu ni kwamba huenda Shabiri amerudi haraka. Nikajiondoa pale na kurudi ndani. Sikutaka ajue kwamba nimeanza kuulizia mambo ambayo hakutaka niyaulize. Muda mfupi baadaye geti likafunguliwa na lile gari likaingia ndani. Ilikuwa ni gari nyeusi ya kifahari sana. Moyo wangu ukashtuka. Na jambo la kwanza ambalo lilinijia kichwani
ni kwamba huenda Shabiri amerudi. Nilisimama sebuleni nikisubiri. Gari liliposimama nje ya nyumba, mlango wake ukafunguliwa. Mwanaume mmoja akashuka. Nilimtazama kwa makini sana, lakini kamwe sikuweza kumfahamu kabisa huyu mwanaume alikuwa ni nani. Alikuwa ni mtu wa makamu mwenye muonekano wa kujiamini sana. Alikuwa amevalia suti nzuri sana, huku uso wake ukiwa makini, kana kwamba amekuja kwa jambo maalum. Basi alipoingia ndani alinikuta nimesimama sebuleni. Nikamkaribisha. Nikamwambia karibu sana mgeni. Akanambia asante, nimeshakaribia. Alijibu kwa akinitazama kwa makini sana, na kulikuwa na ukimya wa sekunde kadhaa, kisha ghafla akatabasamu. Akanambia inaonekana unikumbuki kabisa Kito. Nikamuuliza kukukumbuka? Kivipi yani? Mbona sikuelewi? Na kukumbukaje mtu ambaye hata sijawahi kukutana na wewe? Akanambia ni kweli hatujakutana, ila kuna kitu ambacho kingeweza kukukumbusha, kwa sababu sio mara ya kwanza kuongea na wewe. Nilijaribu kumwangalia vizuri, lakini bado sikuweza kumuelewa yale ambayo alikuwa anayazungumza. Nikamwambia samahani, nahisi mimi sijawahi kukuona wala kukusikia. Akasema mbona mimi na wewe tumeshawahi kuzungumza? Nikamuuliza wapi? Kwa sababu sina hiyo kumbukumbu. Akanambia kwenye simu. Kwenye simu? Basi ndio ghafla sauti yake ilianza kunikumbusha jambo. Nikasikiliza tena akiongea, na hapo hapo kumbukumbu zikaanza kurudi taratibu. Mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda kasi. Macho yangu yakamtazama kwa mshangao sana. Nikasema wewe? Akatabasamu kidogo akanambia ndio. Nikasema ni wewe? Akanambia ndio Kito, ndio mimi. Nilihisi mwili ukisisimka sana, kwa sababu sasa nilikuwa nimemtambua. Na msikilizaji, huyu ndo mwanaume ambaye alikuwa akinipigia simu na kuniambia mara kwa mara kwamba nikae mbali na Shabiri. Ni yule mtu ambaye alijaribu kunizuia nisimkaribie. Nikamuuliza wewe ndio ulikuwa ukiongea na mimi kwenye simu ya Shabiri? Akanambia ndio. Nikamwambia kwa nini sasa ulikuwa unaniambia kwamba nikae mbali na Shabiri? Akanambia kwa sababu nilikuwa nataka kukuokoa usije ukaingia kwenye matatizo. Kuniokoa? Kuniokoa na matatizo kivipi? Akanambia kwa sasa huwezi kunielewa, ila itafika muda utanielewa tu. Kiukweli yale maneno yalinifanya nishtuke sana. Kwani Shabiri ana nini? Yule kaka akaniambia Kito, bado hujui umeingia kwenye maisha ya mtu aina gani. Nikamuuliza unamaanisha nini? Akanambia maana yake ni kwamba Shabiri sio mtu mzuri kwako kama unavyodhani wewe. Nikamwambia naomba usizungumze hivyo kuhusu mume wangu kwa sababu nampenda sana. Akanambia najua utasema hivyo kwa sababu mapenzi ni upofu. Basi yule mwanaume akasogea karibu kidogo. Akanambia Kito, hivi unafikiri Shabiri amekuoa kwa sababu ya mapenzi tu? Nikamwambia ndio, kwa sababu nampenda na yeye mwenyewe ananipenda. Akanambia hapana, unajidanganya sana. Kuna sababu kubwa zaidi ya penzi. Nikamuuliza sababu gani? Akanambia kama ungejua ukweli wote usingekubali hata siku moja kuingia kwenye hii ndoa. Nikamuuliza ukweli gani? Akanambia kwa sababu Shabiri amekuoa kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe na si kwa sababu ya mapenzi kama unavyofikiri. Aisee, kwa hasira sana nikamwambia yule mwanaume acha uongo. Akanambia natamani ungekuwa uongo. Nikamwambia sasa kama ni kweli naomba uniambie. Akanambia Kito, tatizo ni kwamba huo ukweli ni mkubwa kuliko unavyodhani. Nikamwambia niambie tu. Yule mwanaume akahema. Akanambia sawa nitakwambia. Ukweli ni kwamba Shabiri, sasa kabla hajamaliza sentensi yake jamani, mlango wa nyumba ukafunguliwa ghafla. Wote tukageuka. Mtu aliyekuwa amesimama mlangoni sikuwa namfahamu. Na kwa jinsi alivyokuwa ametukazia macho, ilikuwa wazi kwamba alikuwa amesikia sehemu ya mazungumzo yetu. Yule mwanaume akanyamaza. Mimi nikahisi mapigo ya moyo wangu yakiongezeka mara 2 kwa sababu nilijua jambo moja. Yale mazungumzo yalikuwa yamefika mahali ambapo ukweli ulikuwa unataka kufunguka. Lakini sasa yule mtu amekuja kuyakatisha. Moyo wangu ulidunda kwa hofu kidogo. Lakini yule mtu aliingia na kuja karibu kabisa na pale ambapo tulikuwa tumekaa. Akasema jamani, naomba mnisamehe kwa kuingia bila kupiga hodi. Nikamwambia usijali, karibu. Akanambia asante shemeji.
Mimi nimekuja hapa kuleta chakula, nimetumwa na bosi Shabiri. Alinipa mzigo ambao alikuwa amekuja nao na bila kupoteza muda akaaga na kuondoka zake. Yule mtu ambaye nilikuwa nikiongea naye alionyesha shaka kubwa sana juu ya yule mtu. Akaniambia hivi, yani yule mtu kuja hapa ameharibu kila kitu. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akaniambia ninavyojua yule mtu ni lazima tu atampigia simu Shabiri. Na bila kuchelewa Shabiri atarudi hapa baada ya kuambiwa kwamba mimi nipo hapa. Nikamwambia kwa nini hataki wewe uwepo hapa? Na pia kama hukutakiwa kuwa hapa, mbona walinzi hawakuweza kukuzuia kuingia humu ndani? Akasema kwanza mimi kuwa hapa, anajua kabisa kwamba mimi nitaharibu mipango yake juu yako. Nikasema ni mipango gani hiyo shemeji? Mbona unanitisha? Akaniambia kwa sasa hivi sina muda wa kukuelezea yote kwa sababu Shabiri atafika hapa muda si mrefu. Ila kuna mambo kadhaa ambayo nataka uyafahamu usiku wa leo. Kisha nakupa namba yangu. Kesho nitafute ili nikupe taarifa zote kuhusu huyo mume wako. Na nimekuja kukusaidia tu. Ila ipo siku baada ya kukusaidia, nitakwambia kwa nini nimekusaidia. Nikamwambia sawa, niambie hayo mambo. Akaniambia kwanza kabisa, leo usiku jifanye kama unataka sana kufanya tendo la ndoa. Kwa njia zozote zile. Na nakuhakikishia kwamba Shabiri hatokubali. Na pili, usiku wa saa 6 toka nje. Zunguka nyuma. Kuna chumba kina mlango unaomelemeta kuliko milango yote ya humu ndani. Na ukifika hapo utaona mwanga mkali sana ukitokea chini ya ule mlango. Lakini pia ukiangalia kwa uwazi wa juu hautaona huo mwanga. Kisha kesho utanipigia ili nikupe maelekezo vizuri. Yule mtu baada ya kumaliza ile maelezo akanipatia namba yake ya simu kwenye karatasi na akanisii kwamba nisije nikaiandika kwenye simu yangu mpaka kesho nitakapomtafuta. Akaniaga kisha akaondoka zake. Nilibaki nikiwa na mawazo tele kichwani kwangu kwa sababu toka nimefika kwenye ile nyumba hakuna siku nimekuwa na furaha zaidi ya mafumbo tu kila sehemu. Wakati nikiwa kwenye yale mawazo, ghafla mlango ulifunguliwa kwa nguvu sana. Na nilipoangalia alikuwa ni mume wangu Shabiri. Alikuja na sura tofauti kabisa na nilivyomzoea. Niliogopa sana kwa sababu sikujua nini ambacho kimemfanya akawa na hasira kiasi kile. Na ndipo akatoa sauti ya ukali sana juu yangu. Akasema kitu mke wangu. Ni nini hiki umefanya? Nikamwambia mbona sikuelewi mume wangu? Hebu kaa chini kwanza kwa sababu unaongea mambo ambayo mimi sikuelewi. Akaniambia unielewi? Unakubali vipi kuongea na mtu ambaye humfahamu? Je, angekudhuru? Nikasema ni kweli simfahamu. Ila yeye anakufahamu wewe. Na amepita pale getini mpaka huku. Ina maana kama ni mtu mbaya sidhani kama walinzi wangemruhusu. Akaniambia hata kama mke wangu, ungewauliza basi walinzi kwanza. Nikamuuliza walinzi gani? Hao ambao hawazungumzi au kuna wengine? Baada ya kusema vile nilimwona Shabiri akistuka kidogo kwa kuona kwamba amesema kitu ambacho ameona kabisa kimenichanganya. Akasogea karibu yangu kisha akaniuliza, "Vipi? Huyo mtu aliyekuwepo hapa amekwambia nini?" Nikamwambia hakuna chochote kile zaidi ya salamu tu. Na alivyoona wewe haupo aliaga na kuondoka. Akaniuliza una uhakika na majibu yako? Nikamwambia ndio. Basi nikamwona Shabiri akichukua simu yangu. Kisha akachukua na ya kwake. Nikaona kama anaingiza namba. Baada ya kufanya alichokuwa anakifanya niliona akishusha pumzi ndefu sana. Kisha akarudia yale maneno ambayo alishawahi kuniambia tukiwa kule nyumbani. Kwamba nifikapo nyumbani kwake kama nisije kuamini maneno ya mtu yoyote yule zaidi yake. Na mimi nikamwambia aondoe shaka juu ya hilo jambo. Lakini moyoni mwangu nilikuwa tayari na mashaka mengi sana juu ya yote yale. Hatimaye usiku ulipoingia tu tulikuwa kitandani. Ikabidi sasa nifanye ile mitego ya kutaka kufanya tendo la ndoa na mume wangu. Lakini alikuwa akikataa kabisa kwa kunipa visingizio mbalimbali. Mpaka hapo nikahisi kweli kuna jambo ambalo haliko sawa. Baada ya yeye kupata usingizi mimi nilikaa macho mpaka mida ya saa 6 usiku. Na nilifanya vile ambavyo nilikuwa nimeambiwa jamani. Yaani nilivaa roho ya ujasiri sana. Na nilipofika kweli kwenye ule mlango niliona mwanga wa ajabu sana ukitoka kwenye kile chumba. Aisee nilihisi kuchanganyikiwa sana. Kukutana na vitu ambavyo sikuvitegemea kabisa. Wakati nikiwa pale nashangaa na kujiuliza, ghafla nilishikwa kwenye bega langu na mkono wa mtu. Mapigo ya moyo yalienda kasi
yani sio kawaida. Nigeuka taratibu sana na kwa uoga sana kuona ni mkono wa nani ambao umegusa bega langu. Pindi nilipogeuka tu nikakutana uso kwa uso na yule mlinzi ambaye mchana wake alinikataza kuhusu kile chumba. Akanambia, shemeji, unafanya nini usiku wote huku nje? Nikamwambia hamna shemeji, nipo tu. Akanambia upo tu usiku huu, tena sehemu ambayo nishakwambia kwamba usije kufungua hapo. Lakini sasa hivi nakukuta tena hapa hapa. Naona unachokitafuta utakipata. Sikutaka tena kukaa pale kwa hofu. Isije kuwa mume wangu labda ameamka huko afu akaanza kunitafuta. Nilivyorudi ndani nilikuta bado amelala vile vile nilivyokuwa nimemwacha. Kwa nami nikapanda kitandani nikalala. Asubuhi na mapema sana kama kawaida yake, aliamka na kwenda kuoga, kisha akaniaga na kuniambia kwamba leo anaweza kuwahi na chakula cha mchana atakuja nacho yeye. Hata pindi nilivyomwambia kwamba sasa nataka nianze kupika ili angalau ule chakula changu mume wangu, aliniambia tu kwamba bado. Na kuhusu chai tayari ipo. Kwa hiyo twende tukanywe. Kuhusu chai wakati wote huo, msikilizaji, nilikuwa sijajua ni nani ambaye analeta pale nyumbani na ni kwa muda gani. Na nilikuwa nikioji hivyo majibu yake yanakuwa ni yale yale ambayo hakuyaweka wazi. Baada ya kuondoka niliwaza kwamba nimeambiwa nisisikilize maneno ya watu. Lakini kwa upande mwingine niliona mbona kama kuna kitu. Jana yule mtu aliniambia kwamba Shabiri atawahi tu kurudi akijua yupo kwake na akarudi kweli. Pia aliniambia kwamba Shabiri hatakubali tufanye tendo la ndoa kwa vyovyote vile. Na kweli ikawa. Na pia alisema kuhusu kile chumba na nikakikuta hivyo hivyo. Nikaona nina wajibu mkubwa sana kumtafuta yule mtu ili nijue mengi zaidi. Basi nikachukua simu yangu na kuingiza zile namba ili niweze kumpigia. Lakini kwa bahati mbaya simu haikuwa na salio. Kwa hiyo nikatoka nje na kumuuliza yule mlinzi maduka yalipo. Nikatoka na kuelekea dukani. Pindi nilivyotoka tu nje, nikakutana na mtu ambaye aliongea maneno ambayo sikumuelewa. Yule mtu alisema, maskini dada wa watu, anajiona anaishi kwenye jumba la kifahari kumbe yupo kwenye moto mkali sana. Yale maneno kwa kweli alivyoongea nilitamani kumsimamisha ili nimuulize. Lakini aliishia kuongeza mwendo kwa ishara ya kwamba hataki mazungumzo. Nilienda dukani huko nikizidi kuwaza. Nilipata vocha na kurudi nyumbani. Kisha nikampigia yule mtu na kumwambia vile vitu ambavyo alivisema jana. Na ndipo akaanza kunipa maana zake sasa. Akanambia, sikiliza kitu. Huyo Shabiri ni mtu ambaye yupo kwenye chama kibaya sana ambacho kinadili na kutoa uhai wa wanawake kwa ajili ya manufaa yao. Nikasema sasa kwa nini asiwe mwanamke mwingine nikawa mimi? Akanambia, swali zuri sana. Sio wanawake tu kama unavyodhani wewe, bali ni wanawake maalum ambao wapo hapa duniani. Kwa hiyo kati yao wewe ni mmoja wapo. Nikamuuliza unamaanisha nini kusema kwamba mimi ni mmoja wapo? Akanambia, kama nilivyokuambia, ni wanawake maalum tu. Wao huchukua wanawake ambao ni poliosis. Poliosis? Poliosis ni nini jamani? Mbona mimi sijakuelewa? Akanambia poliosis ni wanawake ambao wanakuwa na sehemu moja ya nywele zao huwa ni nyeupe toka wanapozaliwa. Kiukweli nilishtuka sana kwa sababu mimi mwenyewe nina kifungu cha nywele ambacho kipo kichwani kwangu kwa mbele. Na mama aliniambia kwamba nipo nazo toka nimezaliwa. Nikamwambia sasa kwa nini wanataka wa namna hiyo? Akanambia wao kwenye chama chao huamini kwamba watu wa hivyo huleta nuru na mafanikio kwenye mambo yao. Kama unavyoona hizo nywele ni nyeupe. Kwa hiyo na wao kwa kutumia wanawake basi mambo yao huwa meupe tu. Lakini kitu kingine ni kwamba sio hivyo tu, bali pia uangalia kama huyo mwanamke ni bikra ndio huwa anafaa kwa ajili ya kazi zao. Kiukweli yule mtu alinipa mambo mazito sana, hadi nilihisi mwili wote ukinitetemeka kwa hofu kubwa sana. Nikawaza baada ya kuongea na ile simu nitoroke na kurudi nyumbani. Lakini yule mtu kama alikuwa kwenye mawazo yangu vile. Akanambia kwamba nawaza kutoroka ila haitosaidia kitu chochote kile kwa sababu tayari nimeshaolewa na nipo kwenye system. Kwa hiyo kabla sijafika kokote kule nitakamatwa na kurudishwa. Nikasema sasa kwa nini hataki kufanya tendo la ndoa na mimi? Na kule kwenye chumba kuna nini? Akanambia kitu. Huyo kwa sasa hivi hawezi kufanya kwa sababu tarehe za kufanya na wewe bado hazijafika. Kwa hiyo tarehe ikifika ndo atakupeleka kwenye kile chumba ambacho umekiona kule nyuma. Kisha atafanya mapenzi na wewe. Na hapo utakaa kwenye hilo jumba kama mfu kwa sababu hautaonekana tena na mtu yoyote yule. Jamani. Kumbe Shabiri ni mshenzi kiasi hiki jamani.
Sasa nitafanyaje mimi? Akanambia njia ya kukutoa kwenye hilo ni wewe kuondoka hapo kabla halijakukuta jambo. Nilizidi kuchanganyikiwa kwa sababu sikuwa najua naanzia wapi niweze kurudi nyumbani. Yule kaka akaniambia kwamba nisijali, atanitumia pesa ya nauli ili nipande gari niende nyumbani kwetu. Na nikifika niwaelezee kila kitu. Pia akaniambia kwamba Shabiri kunipata mimi haikuwa bahati mbaya. Kumbe aliunganishwa na kaka wa rafiki yangu mkubwa tu ambaye ananijua kinaga ubaga. Na hata rafiki yangu mimi anaujua huo mchezo kinaga ubaga. Ndio kufunguka akili huyo rafiki yangu ni Pili. Nilibaki na tafakari sana jinsi alivyokuwa mnafiki kwangu. Basi yule mwanaume alinitumia nauli. Nikapanda gari nikazima simu kabisa. Niliposhuka kwenye gari niliacha simu humo kwenye gari. Sikutaka kabisa Shabiri anipate. Nilifika nyumbani nikiwa nimechoka sana. Nikawaelezea wazazi wangu kila kitu. Walibaki midomo waziwazi. Baba akasema jambo alielewi kabisa. Tukaenda kwa kina Pili kumhoji. Pili alibaki kulia tu kuthibitisha kwamba ni kweli. Kwa kweli babangu alicharuka sana. Akasema lolote lile litakalonipata mimi basi wao pia hawatakuwa salama. Mimi nilikuwa na hofu sana mpaka wazazi wangu wakaamua niondoe pale nyumbani na kunipeleka kwa shangazi yangu mji mwingine kabisa kumkwepa Shabiri. Lakini siku zilipita, Shabiri hakutokea kabisa nyumbani kuja kunitafuta. Nilithibitisha kweli hakuwa mtu mzuri na nilikuwa nimekikwepa kifo jamani, namshukuru Mungu. Nilijuta sana kupapatikia watu nisiowajua historia za maisha yao. Na msikilizaji, mpaka hapa tumehitimisha simulizi yetu ya Wrong Number. Naamini kila mtu amejifunza mengi sana. Kale katabia kakupokea wrong number, mara urafiki, mara mahusiano hapo hapo, sijui tutakutana, sijui nini, akukatabia jamani sio kazuri, tukaache. Sio kazuri kabisa kuamini watu ambao hatuwafahamu. Tusije tukakutwa na jambo ambalo limemkuta Zawadi. Msikilizaji, mwandishi wa simulizi hii ni Kitifefe na mimi ni Victoria. Naomba nikukumbushe tena kama bado hujasubscribe na kuomba sana bonyeza hapo kwenye kitufe cha kusubscribe, utakuwa umenisaidia sana. Na nikuahidi tu kwamba kuna simulizi tamu sana ambayo inakujia hivi karibuni. Kwa hiyo burudani juu ya burudani. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane katika simulizi nyingine.